فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari na hujambo mpendwa mtazamaji wa Fadhakir TV. Karibu katika kipindi chako pendwa cha chai ya asubuhi, na tutakwenda kuangazia yaliyojiri katika magazeti, na tutaangalia katika vichwa vya magazeti yaliyojiri katika siku ya leo Mei 12, 2025. Moja kwa moja mkononi mwangu niko na gazeti la Mwananchi. Na habari yake kuu ikiwa inasema kivuli cha Mbowe mwiba Chadema, ukimya wake yanayoendelea Chadema wazua mjadala, wimbi la viongozi makada kujiondoa la shika kasi, Heche aendeleza moto kanda ya Victoria. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti lako pendwa la Mwananchi. Kwa heri mkombozi wa taifa. Mzee au nukuu inasema Mzee Msuya alikuwa mtu jasiri na mwenye maono. Hakushinikizwa na maneno ya ndani na hata nje. Alisimamia misingi ya haki, uwajibikaji na uwazi, na alithamini mashirikiano ya kitaifa. John Malesela, waziri mkuu mstaafu. Umri wa hayati Msuya mpaka anafikwa na umauti katika hospitali ya Arena jijini Dar es Salaam ilikuwa ni miaka 94. Hapa tukiona jeshi la wananchi Tanzania JWTZ ikiwa linaongoza hayo mazishi. Kwa hiyo hii habari utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti lako pendwa la Mwananchi. Pia Charles Hilary, sauti adimu ya dhahabu iliyozimika, alibarikiwa kipaji kikubwa cha kutangaza. Sauti yake ilikuwa na mvuto kwa kila kipindi. Asingeweza kufanya kipindi iwe kwenye michezo au habari kawaida ukashindwa kusikiliza kipindi chake. Kilikuwa ni kinavutia kutokana na ile sauti yake. Huyo ndugu Charles Hilary. Lakini pia vijiji 105 kung'arishwa kwa umeme Mbeya. Habari hiyo utaipata ukurasa wa 9. Mbunge abebwa kukagua ubovu wa miundombinu Ulanga. Habari utapata ukurasa wa 5. Pia katika magazeti ambayo niko nayo hapa leo, miongoni mwa magazeti ambayo niko nayo hapa ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe laandika onyo kali latolewa wanaopanga kudhuru polisi na familia zao. Chadema waja na donge nono kwa atakayesaidia kumpata. Wapiga kambi ofisini kwa siku 5. Habari hii utaipata ukurasa wa 3. Hapa ambapo siku 10 Mdude haonekani. Kwa hiyo hapo inaonekana picha ya huyo Mdude ambapo siku 10 haonekani, na Chadema waja na donge nono kwa atakayesaidia kumpata. Na miongoni mwa habari ambazo zipo katika gazeti la Nipashe, kifo cha mtangazaji nguli simanzi tasnia ya habari na Ikulu. Habari utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe. Gambo avunja ukimya agomea agizo la Makonda. Habari utaipata ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe. Wabomoa makaburi na kuiba vyuma vinavyoshikilia vigae. Habari utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti lako pendwa la Nipashe. Alama za Msuya, binti yake aeleza alivyowapumzisha wafanyakazi wa nyumbani kisha kuwaingiza wanawe jikoni. Malesela ataja mambo matatu ambayo viongozi wanapaswa
kujifunza. Hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti lako la Nipashe. Lakini pia Mzee Msuya alikuwa moyo wa kipekee. Alikuwa na moyo wa kipekee, alikuwa na mawazo mengi ya kujenga, lakini hakuwahi kumkasirisha mwenye mawazo tofauti. Alifanya mambo mengi mazuri na hakuwa na tabia ya kujigamba. Tunaona hapo akiwa anaagwa, hatua za tangazwa kwa wanaoinua kuzuia uchaguzi. Hiyo habari utapata ukurasa wa 4. Na habari nyingine, tunakwenda katika gazeti lako la Majira. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutarudi tena katika uchambuzi huu. Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia M-Pesa namba 0755848508, Tigo Pesa namba 0718820808, Airtel Money namba 0698313968. Kumbuka, jina ni Fadhakir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana. Na tumerudi tena katika kuangazia vichwa vya habari vya magazeti yaliyojiri siku ya leo, na hapa nipo katika gazeti la Majira. Daktari Mwigulu awataka watumishi Wizara ya Fedha kuzingatia misingi ya kazi. Hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti lako la Majira. NMB yaandika historia ya shinda tuzo 6 ikiwemo benki bora kwa uendelevu barani Afrika. Hii utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti la Majira. Utekelezaji wa ilani kwa kishindo, kete ya ushindi CCM uchaguzi 2025. Daktari Dimwa, ukurasa wa 11. Putin atoa wito wa mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine. Habari hii utaipata ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Ndumbaro awa mbogo kwa wanaotaka kuzuia uchaguzi. Habari hii inaendelea ukurasa huo wa 3. Kifo cha Charles Hilali chaumiza wengi kila kona, Rais Samia amlilia. Utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti pendwa la Majira. Samia aongoza waombelezaji kuaga mwili wa hayati Msuya. Hii katika habari picha hapo tunaonekana Rais Dr. Samia Suluhu akiongoza waombelezaji kuaga mwili wa hayati Msuya. Hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti lako pendwa la Majira. Lakini pia tukiachana na hilo gazeti la Majira, tuangazie katika gazeti la Habari Leo. Habari Leo, habari yake kuu pale ni viongozi wasifu uadilifu wa Msuya. Hii ukurasa wa 2. Malesela asema alikuwa jasiri, hakuwa na papara. CCM yasema alifanya makubwa, familia yafunguka misimamo yake. Samia aongoza mamia kumwaga Dar es Salaam, kuagwa leo Mwanga. Na hapo tumeona pia tunaangalia katika habari picha Dr. Samia Suluhu akiwa anaongoza katika jambo zima la kumwaga hayati Msuya. Miongoni mwa habari ambazo zimeandika katika hili gazeti la Habari Leo, NMB yapata tuzo 6 za kitaifa za kimataifa. Habari utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. TNBC kuanzisha kituo kuvutia mitaji uwekezaji. Ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Mpaka kufika hapo tumefikia mwisho wa uchambuzi wa
Vichwa vya habari vilivyojiri katika magazeti ya siku ya leo Mei 12, 2025 katika chaneli yako pendwa ya Fadhakir TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Said Hassan. Nikuage katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi chako pendwa cha chai ya asubuhi. Karibu tena katika sehemu ya pili ya chai ya asubuhi. Tukutane katika kipindi cha pili cha chai ya asubuhi. Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia M-Pesa namba 0755848508, Tigo Pesa namba 0718820808, Airtel Money namba 0698313968. Kumbuka, jina ni Fadhakir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena mpendwa wa mtazamaji wa Fadhakir TV katika sehemu ya pili ya kipindi chako pendwa cha chai ya asubuhi. Katika sehemu hii ya pili tutaangazia kuhusiana na vijana na maadili, ambapo sehemu ya kwanza ilikuwa ni uchambuzi wa magazeti na sasa tutaangalia vijana na maadili katika Uislamu. Leo tutazungumzia hii mada nyeti kabisa na muhimu sana ambayo inahusiana na vijana na maadili katika Uislamu. Vijana na maadili katika Uislamu. Kuna maadili ya kijamii na nini, lakini sasa hapa tunaangalia Uislamu unamhitaji kijana awe na maadili gani. Sehemu ya kwanza tutaangalia umuhimu wa vijana katika Uislamu. Umuhimu wa vijana katika Uislamu. Vijana ni nguvu kazi ya taifa na nguzo muhimu ya Uislamu. Yaani vijana ni nguvu kazi ya taifa, lakini pia ni nguzo muhimu sana ya Uislamu. Katika historia ya Kiislamu, vijana walipewa nafasi kubwa sana. Walipewa nafasi kubwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwategemea vijana wengi kwa kazi muhimu sana. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtegemea Ali bin Abi Talib. Alikuwa kijana mdogo lakini mwenye elimu na ujasiri mkubwa. Huyu ni kijana wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid aliteuliwa kuwa kiongozi wa jeshi akiwa na umri mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua Usama bin Zaid kuliongoza jeshi, ambapo uteuzi huo aliufanya, lakini jeshi alikutoka mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki. Lakini hata hivyo wale waliokuja kushika ni ukhalifa baada yake, ambao ni Abu Bakar Siddiq, bado alihimiza Usama bin Zaid kuondoka na hili jeshi. Kwa hiyo bado alikuwa ni kiongozi, akaliongoza lile jeshi ambalo alichaguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alikuwa ni umri wake ni mdogo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua kuwa kiongozi wa jeshi hilo. Lakini pia tukiangalia katika historia, kuna Musa bin Umair alitumwa kwenda Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mwalimu wa dini wakati bado ni kijana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagua kwamba Musa bin Umair aende Madina, aende akafundishe dini, hali ya kuwa wakati wa Mtume alikuwa ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo alikuwa ni umri wa ujana, kwa hiyo lakini alikuwa amepewa kazi muhimu sana katika dini. Hii inaonyesha kuwa Uislamu hauwadharau vijana, badala yake Uislamu unaonyesha ama unawapa nafasi ya kuonesha uwezo wao kwa misingi na maadili ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo Uislamu unawataka vijana waonyeshe ule uwezo wao, waonyeshe nafasi zao, lakini kwa kufuata misingi ya maadili ya Kiislamu. Lakini sehemu ya pili ya somo letu la leo la vijana na maadili
tutaangalia maana ya maadili na umuhimu wake. Ndugu zangu katika imani, maadili ni tabia njema ambazo Mwenyezi Mungu anapenda tuwe nazo. Maadili ni tabia njema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda sisi tuwe nazo. Katika Uislamu maadili ni sehemu ya imani. Mtume SAW anasema, hakika nimetumwa ili nikamilishe tabia njema. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Hakika nimetumwa ili nikamilishe tabia njema. Hii ni hadithi sahihi ambayo ipo katika Bukhari. Kwa hiyo tunaona kwamba maadili ni tabia njema ambazo Mwenyezi Mungu anapenda sisi hizo tabia tuwe nazo. Kwa hiyo Uislamu uwe nazo. Katika Uislamu maadili ni sehemu ya imani. Kwa hiyo katika Uislamu mtu ukiwa na maadili mazuri, maana yake ni katika sehemu ya imani. Mtume kama alivyosema Mtume SAW kwamba ametumwa ili kukamilisha tabia njema. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tunasema ukiwa nayo ni maadili ni kuwa mkweli. Kuwa mkweli, as-sidqi, mtu awe mkweli. Kijana anatakiwa kuwa mkweli. Tukiangalia hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia yuko mdogo alikuwa ni mkweli. Mpaka amekuwa na tabia hiyo mpaka wakampa jina la kwamba as-sadiqu al-amin, kwamba ni mkweli na mwaminifu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia hiyo, alikuwa yuko kijana. Lakini pia kuwa mwadilifu. Miongoni mwa maadili ya Kiislamu kwamba uwe mwadilifu. Mwadilifu maana yake kila kitu ukipe kile ambacho kinastahili kupatiwa. Kila kitu ukipe haki yake. Kwa kumalizia, namalizia kwa maneno haya muhimu sana. Vijana ni hazina ya sasa na kesho. Maadili yao ni msingi wa jamii yenye amani na maendeleo. Ikiwa vijana watalelewa vizuri kwa misingi ya Kiislamu, basi jamii mzima itakuwa yenye baraka. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwalea vijana wetu kwa misingi ya Kiislamu, lakini pia tuwaombee vijana wetu wawe vijana wenye maadili mema, wenye kutekeleza dini yetu kwa uaminifu na kuwa mfano mwema kwa wengine. Nikifika hapo ndo mwisho kabisa wa kipindi changu hiki cha chai ya asubuhi. Usisahau kusubscribe channel ya Fadhakir TV ambapo utapata mwendelezo wa vipindi mbalimbali kiwemo chai ya asubuhi na vipindi vinginevyo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Said Hassan, ni kuagi kwa kusema maasalam. Je, wewe ni mfanyabiashara na unatamani kuongeza viwango vya mauzo katika biashara yako? Usijali. Karibu Fadhakir TV. Tukutangazie na tukukuzie biashara yako. Sisi ni wataalamu wa matangazo ya sauti na video. Pia tuna maelfu ya wafuasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hivyo tegemea wateja wengi ukifanya matangazo pamoja nasi. Je, ungependa kufanya matangazo na sisi? Karibu tukutangazie biashara yako. Tuna bonge la ofa. Gharama zetu ni nafuu na salama kwa watu wote. Tupigie simu namba 0718820808. Nyote mnakaribishwa.